Kila Jumatano huwa tunazungumza na kujadili masuala mbalimbali ya kisheria. Jumatano ya leo bado tupo kwenye mfululizo wa topiki yetu ya ndoa na taraka. Sheria ya ndoa na taraka, of course, yes, tunaizungumza Jumatano hii. Na leo tutagusa utengano wa wanandoa na maana ya ndoa kuvunjika na sababu zake kisheria, lakini vile vile tutagusia talaka. Sawa tupo na hakimu Hamza Marish, yeye ni hakimu mkazi kutokea kituo cha huduma kwa mteja mahakama ya Tanzania. Vipi hali yako? Salama ndugu mtangazaji bwana Mikidadi, nashukuru sana kwa kutukaribisha tena katika studio zenu za Radio Mwangaza na Mwangaza Digital kwa ajili ya kuendelea na vipindi vyetu vya talaka na ndoa. Naam. Wiki iliyopita kwa kuwakumbusha wasikilizaji wetu, tulikuwa tuna topic inayohusiana na migogoro ya ndoa, lakini taratibu za kufungua mashauri ya ndoa, na vile vile tukaangazia pia kuhusiana na swala zima la dhana ya ndoa. Sasa kwa wiki hii tunaingia kwenye mada nyingine ya mfululizo huo wa mada kuu ambayo ni talaka na ndoa, na tutaangazia swala zima linalohusu utengano wa ndoa kama ambavyo umekwisha sema, na maana ya kuvunjika ndoa na sababu zake kisheria pamoja na talaka. Naam bwana mtangazaji, hizo ndo mtangulizi wangu kwa siku ya leo. Labda niende moja kwa moja sasa kwa kuanza na sehemu ya kwanza inayoelezea kuhusiana na swala zima la utengano wa wanandoa. Labda maana ya utengano kwanza tuweze kujua kwa mujibu wa sheria. Kifungu cha 99 cha sheria ya ndoa sura ya 29 ambayo ilifanywa marejeo mwaka 2023 kinaeleza wazi kwamba wanandoa wanaweza wakatengana au kinaruhusu wanandoa kutengana. Na kutengana huko kunaweza kukawa kwa aina mbili. Aina ya kwanza kutengana kwa hiari, lakini aina ya pili inaweza kawa ni kutengana kutokana na amri ya mahakama. Na lengo kubwa la wanandoa kutengana aidha kwa hiari au kwa amri ya mahakama ni kwa sababu ya kuwapa fursa ya kuweza kutafakari na pengine kutatua changamoto ambayo imejitokeza baina yao na kupelekea mgogoro huo uliowapelekea kutengana. Na lengo la kubwa lingine ni kuhakikisha kwamba tuna discourage kwenda kwenye hatua ya talaka, kwa sababu ya talaka ni hatua ya juu kabisa ya kuweza kuvunja mahusiano ya watu wawili. Sasa ili kuepuka kufikia hatua hiyo, basi imewekwa fursa hii ya watu kutengana, na kutengana huko kunaweza kukawa labda mmoja akaamua kuishi kivyake na mwingine akaishi kivyake, au wakaishi ndani ya nyumba moja lakini wanandoa hao wakalala vyumba viwili tofauti. Huko nako tunasema ni kutengana. Hiyo ndo maana hasa ya huo utengano. Tukienda kwenye mada yetu ya pili ya leo, inahusiana na masuala ya ndoa na sababu za ndoa kuvunjika kisheria. Sasa hii ni sehemu muhimu sana ambapo wasikilizaji wetu wanapaswa kusikiza kwa makini sana, kwa sababu sio kila sababu ambayo mtu anafikiria inaweza ikapelekea ndoa kuvunjika. Sheria imeweka sababu mahususi kabisa ambazo inaweza kusababisha mahakama ione ndoa husika imevunjika. Na mamlaka yenye nguvu au iliyokasimiwa madaraka ya kusema ndoa hii imevunjika au haijavunjika ni mahakama peke yake, na sio wanandoa wenyewe. Isipokuwa wanandoa tu watafikisha ushahidi mahakamani, ambapo mahakama itausikiliza ushahidi huo, itaupima, itaangalia kama unaendana na matakwa ya sheria. Ikiridhika, basi ndoa hiyo itaonekana imevunjika pasipo kuweza kurekebishika.
Hiyo ni kauli ya kisheria kabisa. Tunasema the marriage is broken irreparably, imevunjika katika kiwango cha kutoweza kurekebishika. Lakini kifungu cha 107 cha sheria hiyo hiyo ya ndoa imeweka sababu ambazo zinaweza kupelekea mahakama kuona ndoa hii imevunjika kiasi ambacho haiwezi kurekebishika. Sababu hizo kwa mujibu wa kifungu hicho cha 107, ya kwanza kabisa ni swala la usaliti, tunasema adultery, uliofanywa na upande wa pili ambao ndo unakwenda kujibu maombi hayo ya talaka mahakamani. Na hapo ni muhimu kuzingatia kwamba mtu hawezi kufanya usaliti afu akaenda kuomba talaka. Hapana, yani mtu hawezi kufaidika na kosa lako. Kwa hiyo yule aliyeathirika na hilo kosa la usaliti ndiye mwenye ruhusa ya kwenda kufungua shauri la kuomba talaka mahakamani. Sababu nyingine inayoweza kupelekea mahakama kuona ndoa hii imevunjika kiasi cha kutoweza kurekebishika vile vile ni manyanyaso. Manyanyaso tunasema sexual perversion, manyanyaso yanayotokana na masuala ya tendo la ndoa, kulazimishwa kwa nguvu sana na vitu kama hivyo. Ikithibitika hilo, basi inaweza ikawa ni mojawapo ya sababu inayoweza kupelekea ndoa kuvunjika. Lakini sababu nyingine ya tatu ni cruelty, tunasema ukatili. Na ukatili unaweza ukawa ni ukatili wa kimwili, yani physically, au ukatili wa kiakili, mental cruelty. Kwa hiyo mtu akimfanyia mtu ukatili wa kiakili au wa kimwili, basi ni vile vile ni sababu ambayo inaweza kapelekea mahakama kuona ndoa hii imevunjika kiasi cha kutorekebishika. Lakini kuna kupuuzwa, mwanandoa kumpuuza mwanandoa mwingine kwa kumuona hana maana tena. Ikifikia hatua hiyo na ushahidi ukatosha kabisa kuionyesha mahakama hali hiyo ipo, basi inaweza kuwa ni sababu vile vile ya kuona ndoa hii imevunjika kiasi cha kutorekebishika. Lakini kuna utengano. Utengano unaweza ukawa wa hiari au unaweza ukawa kwa amri ya mahakama. Tunasema desertion. Sasa sio utengano, ni utelekezwaji. Kutelekezwa, mwanandoa kumtelekeza mwanandoa mwingine. Mwanandoa mmoja akimtelekeza mwanandoa mwingine kwa miaka 2 au zaidi, basi ndoa hiyo pia inaweza kuchukuliwa imevunjika kiasi cha kutorekebishika. Sasa narudi pale kwenye utengano ambao nilikuwa nimeeleza awali kwamba kwenye swala la utengano hapo ni sehemu kidogo delicate. Utengano unaweza ukawa una sura tofauti. Sura ya kwanza inaweza ikawa ni mtu utelekezwaji, mwanandoa mmoja kumtelekeza mwingine, inaweza ikawa na sura tofauti. Inaweza ikawa mtu kama amemtelekeza mwingine kwa hiari yake, au amemtelekeza mwingine kwa kulazimishwa au kwa kulazimika kumtelekeza. Kwa mfano mwanandoa mmoja anaweka mazingira magumu katika nyumba wanayoishi kiasi kwamba huyo mwanandoa mwingine sasa inafikia hatua hawezi tena kumudu hayo mazingira. Maana yake inabidi aondoke. Sasa akiondoka yeye ndo ametelekezwa. Tunasema mtu amemtelekeza kwa kulazimishwa, constructive desertion. Na utengano unapaswa kuwa mtu kutelekezwa unapaswa kuwa kwa miaka 3 au zaidi ili ionekane huyu mtu ametelekezwa, na ikithibitika hilo basi inaweza ikawa ni mojawapo ya sababu ambazo mwanandoa huyu mwingine aliyeathirika anaweza kwenda mahakamani na kuithibitisha mahakama ndoa yao imevunjika kiasi cha kutorekebishika. Lakini kuna swala la vifungo gerezani. Iwapo mwanandoa mmoja atafungwa kifungo cha miaka 5 au zaidi mpaka kifungo cha maisha, basi huyu mwanandoa mwingine ambaye anaathirika na hiyo hali anaweza vile vile kwenda mahakamani kuithibitishia kwamba hali hiyo imetokea, na mahakama ikithibitisha basi itaonekana ndoa hiyo imevunjika kiasi cha kutorekebishika na inaweza kavunjwa. Lakini kuna magonjwa ya akili
Iwapo mwanandoa mmoja atapata ugonjwa wa akili ambao umethibitishwa na madaktari wasiopungua wawili, basi inaweza ikawa vile vile ni moja ya sababu ambazo huyu mwanandoa aliyeathirika anaweza akaamua kufika mahakamani na kuthibitisha kama ndoa yake imevunjika kiasi cha kutorekebishika. Sababu nyingine ni zile ambazo mahakama itathibitisha kwamba wanandoa hawa hawawezi tena kuishi pamoja. Kwa mfano, inaweza ikawa mapenzi yamekwisha baina yao wote wawili, au mapenzi ya mmoja yamekwisha kwenda kwa mwanandoa mwingine. Na sababu nyingine ambazo mwisho wa siku mahakama inachoangalia ni kulinda ustawi wa wanandoa, na ikifikia hatua hata kuhatarisha maisha yao au maisha ya mmoja wao, basi ndoa hiyo itaonekana imevunjika kiasi cha kutorekebishika. Na hiyo ndo sababu sasa ambayo mahakama ikithibitisha mojawapo au zote hizo zipo, basi inaweza kwenda hatua ya kutoa talaka. Kwa hiyo kusema ndoa imevunjika kiasi cha kutorekebishika ni swala moja, lakini kutoa talaka vile vile ni swala lingine. Hatua ya talaka sasa, kama ambavyo tumeeleza katika mfululizo wa vipindi vyetu vilivyopita, lazima wanandoa waanzie kwenye hatua ya usuluhishi kwa ajili ya kupeleka maombi ya talaka. Na tulisema kwa kupitia kifungu cha 101 cha sheria ya ndoa, lazima waanzie baraza la usuluhishi ya migogoro ya ndoa. Na mabaraza huwa yanaanzishwa kwa taratibu maalum. Yanaweza kawa ni mabaraza yanayohusiana na taasisi za dini au mabaraza ya kata, ili mradi yao yameanzishwa kwa taratibu maalum ambapo wanandoa husuluhishwa. Na haya mabaraza yakishindwa, basi hutoa cheti maalum, tunasemaga fomu namba 3, ambayo hiyo fomu ndio umwezesha huyo anaathirika na hali iliyopo katika ndoa yao kwenda mahakamani na kufungua shauri la ndoa na kuonyesha ushahidi kwa kwamba ndoa yao imevunjika. Na mahakama ikijiridhisha, sasa ndipo inapokwenda kwenye hatua ya kutoa talaka. Talaka ile ni hati maalum ambayo huwa inatolewa na mahakama. Kwa sababu mahakama kusema tu ndoa imevunjika haitoshi, inakwenda hatua ya kutoa ile hati. Na hiyo hati kiutaratibu inatolewa siku 45 baada ya mahakama kutoa hukumu yake kuonyesha ndoa imevunjika. Na lengo la hizo siku 45 ni kwa ajili ya kuupa upande wa pili nafasi, iwapo watatekeleza haki yao ya katiba ya kukata rufaa. Iwapo siku 45 zimekwisha na hakuna rufaa yote zidi ya uamuzi wa kuonyesha kwamba ndoa yao imevunjika kiasi cha kutorekebishika, basi mahakama hutoa hiyo hati ya talaka. Na hati hiyo ya talaka hutumika mpaka kwenda kuondoa usajili wa ndoa ya wahusika kwa msajili wa vizazi na vifo, RITA, kwa kuwa kule ndipo ndoa huwa zinasajiliwa. Kwa hiyo wananchi au wasikilizaji wetu wafahamu kwamba ndoa inapovunjika huwa inaondolewa kwenye kumbukumbu za serikali zinazoonyesha kwamba watu hawa ni wanandoa. Na baada ya hapo, baada ya talaka kutolewa, basi ndoa ile imeshafikia tamati. Maana yake hata wahusika wakisema wamekwenda wameelewana, hawawezi tena kutambulika kama ni wanandoa. Isipokuwa kama watahitaji tena kurudiana kama wanandoa, taratibu ilibidi zifuatwe tena. Kwa mfano kufunga ndoa tena upya, kuchumbiana upya na vitu kama hivyo. Naam, ndugu mtangazaji, hizo ndio kwa sehemu 3 za leo. Baada kama kuna swali au ufafanuzi zaidi niweze. Sawa, 0735787820. Karibu hapa, unaweza kuzungumza na sisi, kuuliza ama kutamani kushauriwa kutokana na hivi vingi ambavyo vimezungumzwa asubuhi ya leo. Hakimu kagusa utengano wa wanandoa, ameangazia vile vile maana ya ndoa kuvunjika na sababu zake kisheria, lakini vile vile amegusa talaka kwa uchache wake. 0735787820, unaweza kupiga simu hapo, ama vile vile unaweza kutuandikia
kwa njia ya message. Esther anasema naomba kuuliza hakimu nisaidie. Naishi na mwanaume miaka 5, kwetu hajatoa posa wala kujitambulisha na sijafunga naye ndoa na tumeshapata watoto 2, ila tunaishi kwa amani. Ananijali sana, nampenda sana. Je, hiyo ipoje kwa maelezo yako hapo? Sawa, asante Esther. Anasema Miki, naomba niulize mahakama inatoa talaka, na kama inatoa talaka ni kwa misingi ipi? Haya, sawa. Hajaandika jina. Anaitwa Juma. Anasema anatokea Mkuhungu. Naomba niulize, je, mwanamke anaweza kunipa talaka kisheria ama wanaume ndo tunaacha tu? Hiyo ipo vipi? Asante. Anasema Miki, rudia namba ya kupiga. Sawa, ni 0735 78 78 20. Namba hiyo ambayo umetuma message hiyo pia unaweza ukapiga. Naomba niulize, kwenye utengano huo umesema hata mtu anaweza kutengana na wakawa nyumba moja, kivipi? Sija kuelewa, naomba unifafanulia hakimu. Haya, sawa, asante. Halo, habari za asubuhi. Salama, habari ya majukumu? Nzuri, karibu. Asante. Mimi nilikuwa na swali. Okay. Kabla ya swali naomba nijitambulishe jina langu. Ninaitwa Bwana Dickson. Sasa nilikuwa naomba kuuliza hivi. Ikiwa mahakama inatambua kuna haki za watoto na ninyi wawili ndiye mliokorofishana na hawa watoto hawajui ukorofi wenu, bado mkaenda mahakamani kwa ajili ya kutaka kuachana, halafu mmetafuta mali zenu, je, hawa watoto hawawezi kuhusika kwenye hizo mali? Maana naambiwa mali igawanywe sawa kwa sawa kwa kati ya hawa wanandoa wawili. Je, wale watoto mtawaweka kwenye fungu gani katika kujimudu na kujikimu? Maana sisi ni wanadamu, tuna haki ya kufa kama tumezaliwa. Hii mahakama inaiangaliaje? Asante sana, asubuhi njema. Shukrani vile vile kwa kutupigia asubuhi hii. Sawa, anasema mimi kuna mwanamke tuliachana ni miezi 6 sasa, lakini sasa hivi ananisumbua turudiane na aliondoka kwa kupenda yeye. Je, nifanyaje? Naomba kisheria unisaidie hapo. Inawezekana amerudi labda kutamani hizi mali zangu ama ipoje? John Chaz anaandika hivyo kutokea maeneo ya Kizota. Asante. Anasema talaka ni ngumu, na je, talaka inaweza kubatilishwa na inabatilishwa vipi? Sawa, hajataja jina lake, ni mcheki huyu anaitwa Daniel. Tuliachana na mke wangu tukagawana vitu, tumerudiana, ni kosa kisheria ama maelezo yapoje? Sawa. Habari za leo, naomba niulize, ikiwa mwanamke kamchoka mumewe na mwanaume bado anamtaka, je, mahakama inatoa talaka ama inatoa talaka nusu? Elias kutokea Dodoma, hajaniambia Dodoma sehemu gani. Naam, naomba rudia. Habari za leo, naomba kuuliza, ikiwa mwanamke kamchoka mumewe na mwanaume bado anamtaka, je, mahakama inatoa talaka au la, ama inatoa nusu? Elias Dodoma ameandika hivyo. Sawa. Anasema Miki, napiga simu haipatikani. Sawa, inaweza kama mtandao, rudia tena na tena. Lakini anasema naomba niulize, mustakabali wa talaka, je, huwa inaisha ama tunaweza kuwekeana kwamba tunaachana miezi 2 ama tunatengana miezi 3 tunakuja kurudiana? Je, sheria inatutazama vipi hapo kaka Miki? Okay, sawa, asante.
Omari anaandika anasema mke wangu ni mbishi sana, je ninaweza nikampa taraka rejea, yani nikampa moja alafu akaenda kwao akarudi baada ya miezi mitatu nikiwa na imani atajifunza. Je mahakama, Omari, je mahakama itakuwaje? Okay, sawa, message ziko nyingi lakini naona muda unatufinya kidogo. Karibu hakimu. Okay, nashukuru sana kwa maswali 11 tuanze kujibu, kama muda utaruhusu tutaendelea. Tukianza na swali la kwanza kutoka kwa Esther, anasema mume wake yeye hakutoa posa, hawajafunga ndoa lakini wanaishi kwa amani. Esther, nimfahamishe kwamba katika ndoa mnaweza mkaishi kwa amani leo, hatujui ya kesho yatakuwaje. Mkiendelea kuishi kwa amani basi ni heri, na muombe Mungu muendelee kuishi kwa amani. Lakini vema taratibu za ndoa au za kufunga ndoa zizingatiwe kama ambavyo tulikuwa tunaeleza kwenye mfululizo wa vipindi vyetu vilivyopita, kama kuona wazee, kufunga ndoa na kuhalalisha na kupata cheti cha ndoa. Ni muhimu sana. Lakini kama mnaishi kwa amani ni jambo jema, na basi muombe Mungu muendelee kuishi hivyo. Wa pili hakutaja jina lake, ila yeye anasema inakuwaje mahakama inatoa talaka. Mahakama ni chombo pekee ambacho kwa mujibu wa sheria kimepewa mamlaka ya kutoa talaka. Na lengo hilo ni kwa ajili ya kuweka utaratibu ambao talaka hazitolewi tu holela. Maana ingekuwa inaruhusu talaka zitolewe holela, ndizi ndoa zisingedumu, zingekuwa zinaishi muda mfupi na ingekuwa ni vurugu kwenye jamii. Na hata mahakama yenyewe haitoi tu talaka haraka. Huwa inachunguza vitu vingi sana, na mpaka ifikia hatua ya kutoa talaka basi ujue haya mambo mengine yote yameshindikana. Na ndio maana sheria imeweka utaratibu wa usuluhishi, mpaka upate cheti kile kwamba usuluhishi umeshindikana, na hata ufika mahakamani mahakama inaweza kukataa maombi ya talaka, ikatoa utengano kwa muda ili watu waende wakae kwa ajili ya kutatua changamoto zao na vitu kama hivyo. Kwa hiyo ni sheria tu imeweka utaratibu huo ili kuwepo na uratibu maalum wa kusimamia mahusiano haya ya ndoa. Bwana Juma kutoka Mkuhungu anauliza kama mke anaweza akatoa talaka. Kama nilivyotangulia hapo juu, mwenye mamlaka kutoa talaka ni mahakama, sio mume wala mke. Ila mume au mke anaweza kwenda mahakamani tu kupeleka maombi ya talaka, na mahakama ikiridhika kama nilivyosema basi ndio inaweza katoa talaka na kuvunja ndoa. Swali la 4 hakutaja jina lake yeye, ila ameelezea kuhusu utengano na kuishi kwenye nyumba moja inakuwaje. Kiukweli utengano ni kile kitendo cha watu kuto kuishi maisha ya kawaida kama ambavyo walikuwa wakiishi baada ya kufunga ndoa. Kwa sababu inafahamika wanandoa lazima watakaa. Samani. Habari za asubuhi. Salama, ongeza sauti yako, karibu. Jina lake? Unaongea na Mary kutoka Ikiji. Nilikuwa nauliza na changamoto hapa ya talaka. Ningeomba unipe namba ya hakimu nitafutie kwa muda mwingine. Haya, sawa. Asante. Kwenye hilo naomba nilijibu tu moja kwa moja. Msikilizaji wetu, kama una kalamu na karatasi hapo, naomba uchukue hiyo namba ifuatayo, na sio wewe, hata wasikilizaji wengine ambao wanataka kuuliza maswali mbalimbali nje ya kipindi hiki, anaweza akatumia namba ya 0800 750 247. Halo kaka Mikidadi. Naam. Habari za studio, habari za Radio Mwangaza. Nzuri, karibu. Mimi nilikuwa nataka kuuliza swali. Jina lako tafadhali? Jina langu naitwa Sumaji Kinyozi Mstaarabu, napatikana Itigi mjini Bagamoyo. Nilikuwa nauliza swali langu, tumeona kuna wanandoa wengi wamekuwa wakifunga ndoa kanisani aidha msikitini siku 2 tu au 3 wanakuwa wameachana. Hivi pale ile ndoa ya pale inakuwa kuna nini kimeingilia ndani yake pale? Swali langu ni hilo.
Haya, asante, asubuhi njema vile vile. Sawa, naomba nipunguze hizi kidogo maana naona ziko nyingi kweli. Nikianza na Imakulata, naomba kuuliza ikiwa mwanaume kamchoka mkewe, kuna ulazima wa kufukuzwa usiku na watoto. Natokea Dodoma Nzuguni, ukatili umekuwa mwingi sana hapa kwetu. Habari za asubuhi, anaitwa Nasib. Naomba muulize, nimeishi na mwanamke miaka 5 hivi karibuni tumetengana. Sasa anadai talaka. Na mimi bado nampenda. Naomba ushauri nifanyaje wa kisheria zaidi. Charles anaandika, anasema nilikuwa naomba sheria ya kugawana mali itolewe. Unakuta vitu umetafuta wewe, yeye anavikuta ndani, alafu mkitengana anasema mgawane. Hiyo ni haki ama ukandamizaji wa haki? Anaitwa Mary, anapatikana Singida. Naomba namba ya huyo hakimu, nadhani tayari ameshaitoa. Tuliachana na mke wangu miaka 10 sasa na nilimgawia mali robo 3. Na sasa nataka turudiane. Nitafanyaje? Nina watoto 8. Wameoa na kuolewa. Ni watu wazima. Okay, sawa. Habari za asubuhi. Hello. Habari za asubuhi tena. Salama kwema. Punguza sauti ya redio yako tusikilizane. Hello. Naam, punguza sauti ya redio yako tusikilizane. Naitwa Michael Uteja. Sisi tunafanywa ukatili, lakini tukienda kuomba talaka tunanyanyaswa, wanaume akisikilizwe. Sasa naomba hakimu ili udisaidie, wanaume tusikilize. Leo Amsikilizi wapi? Amsikilizi wapi? Sisi kienda mahakamani, Okay. Tumenyanyaswa na wanawake, tusikilize kabisa wanaume. Yaani unaweza ukafika ukaambiwa kutoka hapa wewe unanyanyaswa, lakini wanawake wakienda siku moja tu naona kama ni samaki, kama ni jambo, kama ni polisi wanakuja. Haya, asante, asubuhi njema. Nashukuru sana kwa kutupigia asubuhi hii. Anasema je, ndoa ya Kikristo huwa nayo inatolewa talaka? Maana imani yao ni kifo tu ndicho kinachotenganisha. Haya, sawa. Ametamani kujua kisheria ipoje. Naomba niulize, nilikuwa na mke wangu, bahati mbaya akatoroka, nikamtafuta nikampata, lakini akawa katili kuhusu kurudiana. Anaitwa Furaha, yuko Manyoni. Je, naweza kwenda kufungua shauri lolote hapo mahakamani? Babuchi anasema kulikuwa kuna baba mwenye mke wa ndoa. Yule baba akamkimbia mke, akamwachia nyumba na watoto 3. Yule baba akaenda kuishi nyumba kwa mwanamke mwingine. Alikuwa pekee, alinunua kiwanja kwa jina la mwanamke yule mwingine na nyumba hujengwa. Wakahamia huko, waliishi miaka 15 na zaidi. Yule mwanamke mwingine ambaye si wa ndoa alifariki dunia. Ndugu wa marehemu walichachamaa kumtoa yule baba kwenye ile nyumba ya ndugu yao. Yule baba aliamua kurudi kwa yule mke wa ndoa. Mke akakataa, huku ile nyumba ya yule mke akikarabati ile nyumba na kuongeza vyumba vingine na kuweka wapangaji. Mume akaamua kurudi kijijini kwao. Je, mahakama inamshauri nini? Sawa. Muhammad anasema mimi niliachana na mwanamke kwa kupewa taraka na shekhe. Ni sahihi au vipi? Kakamiki na hakimu hapo. Mandi anaandika, anasema hatujafunga ndoa, hatuna watoto. Je, tunataka kujua sheria ya mwanamke anaruhusiwa kuzaa ikiwa nje ya ndoa? Samahani Kakamiki, mimi sijapata namba, atairudia baadaye. Sawa, ina shida. Sawa, na natamani tuzijibu hizi. Zingine mtatusamea kidogo, muda umetukaba kweli. Sala 3 linatukimbiza. Karibu. Nashukuru sana Bwana Miki.
Nilikuwa natoa ile namba yetu, naomba wasikilizaji wetu wachukue hii namba, na wale ambao majibu yao natamani hakimu uhitaje mwishoni. Okay. Sasa hivi wanaikaika, unaona simu zinaingia, wanapiga. Kwa hiyo inawezekana pia wanaopiga hapa watakuwa hawajatulia. Okay. Ila nafikiri mwishoni kule wote watakuwa wamesettled, wanaposikiliza hivi kila mmoja anatulia. Sahihi kabisa. Haya, wanaeleza, nalemalizia saa zile kueleza kuhusiana na kuishi kwenye utengano. Sasa ni ndani ya nyumba moja hiyo kama nilivyoeleza pale awali. Nilikuwa nayasema katika maisha ya kawaida ya ndoa, wanandoa wanategemea kuishi kwenye chumba kimoja na wanalala kitanda kimoja. Sasa utengano unaweza ukapelekea wao kuishi vyumba tofauti, au pengine kuishi nyumba tofauti. Mmoja akaondoka akaenda kuishi kwenye sehemu nyingine. Kwa hiyo yote hiyo ni utengano. Naomba ifahamike hivyo. Bwana Dickson yeye amesema kuhusiana na watoto na mali ambazo ni za wanandoa. Kwa mujibu wa sheria ya ndoa au kwa mujibu wa mashauri ya ndoa yanavyoamuliwa, ni kwamba mali hugawanywa kwa wanandoa, sio watoto, kwa sababu watoto wao sio sehemu ya ndoa. Isipokuwa watoto watafaidika kwa mgongo wa aidha baba au mama atakayekuwa amegaiwa mali hiyo. Kwa hiyo unapokuja kusala mgawanyo wa mali kwenye ndoa, naomba ifahamike kwamba ni baina ya hao waliokuwa wanandoa. Bwana John Chazi kutoka kule Kizota anasema mkeo aliondoka kwa miezi 6. Sasa sijajua aliondoka kwa sababu zipi. Wao kama wanandoa wanaweza kawa wanafahamu, lakini kama aliondoka amekwenda ameolewa na mwanaume mwingine huko, au wanaishi na mwanaume mwingine, basi bwana Chazi anaweza akachukua hatua dhidi ya hali hiyo, au pengine kama atataka kusuluhisha amrudishe mke wake, anaweza akafanya vile vile uamuzi. Lakini kama mke aliondoka, maana yake amemtelekeza, mke akamtelekeza mume, lakini ule muda wa utekelezaji ni unapaswa kuwa miaka 3 au zaidi. Naam, kuna mwingine ameelezea iwapo kama talaka inabatilishwa ikishatolewa. Yeye hajataja jina lake. Talaka ikishatolewa huwa ibatilishwi, labda kama ni kwa njia ya mtu kukata rufaa dhidi ya uamuzi wa mahakama ambao ulipelekea talaka hiyo kutolewa. Lakini kama hakuna rufaa, ni katika mazingira ya kawaida, talaka ikishatoka imetoka, haibatiliki. Bwana Daniel yeye anasema waliachana na mkewe. Je, ni kosa kisheria wakirudiana? Hiyo inafanana na hilo nililojibu hapo awali kwamba sijajua aliachana vipi, ila kama waliachana kwa maana ya talaka kutolewa na mahakama, katika mazingira ya kawaida hawezi tu kurudiana, isipokuwa mpaka zile taratibu za kufunga tena ndoa zifuatwe, wafunge ndoa ndipo waishi tena kama wanandoa. Vinginevyo wakiishi pamoja hawatahesabika kama ni wanandoa. Bwana Elias yeye kutoka hapa Dodoma pia ameeleza iwapo mke wake amemchoka, lakini bado yeye anampenda mke wake. Kwa mujibu wa sheria ya ndoa, vile vile kwa mujibu wa maamuzi mbalimbali ya mahakama kuu na hata mahakama ya rufaa, ni kwamba hakuna mtu anaweza kulazimishwa kumpenda mwingine iwapo mapenzi yameshafikia tamati. Kwa hiyo Bwana Elias, nikushauri uweza kukaa na mwenza wako huyo, pengine samani kwa kukatiza. Mapenzi yameshafikia tamati kwa upande mmoja, lakini si ndio swali lake kwa pande zote au pande moja? Lakini swali lake ni kwa upande mmoja. Kwa upande mmoja. Yeah. Okay. Kwa upande mmoja hakuna chombo kinachoweza kumlazimisha mtu kumpenda mwingine. Na sheria haijatafsiri chochote. Na sheria iko wazi, inasema mahakama haiwezi kulazimisha wanandoa kuishi pamoja pale wote au mmoja wao mapenzi yanapokuwa yamefikia tamati. Kwa sababu mapenzi ni swala la hiari. Okay. Hakuna anaweza kulazimisha. Okay, sawa. Mwingine hajataji jina lake, ila yeye anasema mustakabali wa talaka kwa muda ambao wameachana. Sikupata vizuri hili swali, lakini kama nimemuelewa, basi ni kwamba talaka huwa inatolewa kwa miaka 2
au zaidi baada ya ndoa kufungwa. Talaka haiwezi katolewa chini ya miaka 2, labda kutokea mazingira ambayo yanahatarisha mahusiano ya pengine hata usalama wa wanandoa hao. Lakini katika mazingira ya kawaida ile ndoa ikishafungwa ni miaka 2 na zaidi, ndipo talaka inaweza ikatolewa. Bwana Omari amesema mke wake ni mbishi, anaweza wakaachana. Ili hata vipindi vyetu vilivyopita iliulizwa, lakini ndani swala la ubishi sidhani kama anaweza kapelekea talaka kutolewa, isipokuwa ni mambo ambao wanaweza wakasuluhisha kwa kushirikisha wazee au wazazi au viongozi wa dini na mkeo akarudi kwenye mstari, wakaishi pamoja kama mke na mume kwa amani. Lakini kuna Sumaji ambaye anasema ni kinyozi mtaratibu kutoka Bagamoyo. Anasema ndoa zinazovunjika kwa siku 2 au siku 3 tu, ndoa hakuna. Hiyo inafanana na hiyo niliojibu hapo awali kwamba hakuna ndoa inayovunjika kisheria kabla ya miaka 2 kuisha tangu kufungwa kwake, isipokuwa kwa mazingira mahususi sana ambayo mpaka mahakama yathibitishe. Kwa hiyo hii ya kusema ndoa inavunjika siku 2-3 sidhani kama ni sawa sawa, na kama inatokea basi ni watu tu wamefanya maamuzi yao, lakini sio ndoa imevunjika kwa mujibu wa sheria. Makulata amesema alifukuzwa usiku na watoto, inakuwaje? Anaweza akashirikisha vile vile viongozi wa dini au wazee kutatua changamoto ambayo imejitokeza, au kama ni mume ametelekeza watoto, sheria hata ya makosa ya jinai inataja, kanuni ya makosa ya jinai inataja adhabu kwa baba ambaye anatelekeza watoto wake. Kutelekeza maana yake hawapi matumizi au hawapi zile huduma za msingi, ikiwepo mahala pa kuishi na vitu kama hivyo. Kwa hiyo anaweza vile vile kuwaona wataalamu wa sheria kumsaidia kwenda kupata haki, au watoto hao kuweza kupata haki yao, kwa sababu maslahi ya watoto yanalindwa sana, aidha kwenye masuala ya ndoa au kwenye masuala ya malezi, inalindwa sana. Ile sheria ya mtoto inaeleza wazi. Bwana Chazi amesema sheria ya kugawanya mali haitendi haki. Inaweza kuwa ni mtazamo wake, lakini sheria iko vizuri kabisa na wala haina shida yoyote. Sana ingekuwa haipo ndipo ingekuwa kuna shida sasa. Ile sheria imesema sio kila mali ya ndoa au mali ambayo anamiliki mwanandoa wakati wa ndoa yao, basi ndoa ile ikivunjika lazima wagawane mali. Hapana. Lazima mali iliyopo au kama ni mali inagawanywa ithibitike kwamba kila mmoja ana mchango kwenye mali hiyo. Na mchango unaweza kaa kupatikana kwake, au mali hiyo ilipatikana kabla ya ndoa lakini mwanandoa aliyekuja akachangia kwenye kuboresha mali hiyo. Kwa hiyo Bwana Chazi ni kufahamisha kwamba mahakama huwa hazigawi tu mali bila kuwepo na ushahidi wa kwamba kila mmoja ana mchango wake kwenye mali husika. Na mshauri anaweza kwenda kusoma shauri maarufu sana la mwaka 81 linaitwa shauri la Bihawa Mohamed dhidi ya Ali Seif. Mahakama ya rufaa ilifafanua vizuri sana kuhusiana na swala la mchango wa wanandoa kwenye mali ambayo inapaswa kugawanywa. Mary kutoka Singida kule anataka namba yetu, hii nitamtajia hapa, atege tu sikio, na watu wengine ambao wanataka kutupigia watege sikio, nitawapa namba yetu ya bure baada ya kujibu maswali haya kama mtangazaji alivyoeleza. Huyu mwingine hajataja jina lake ila ametaka kujua swala la kuachana na kugawana mali ambalo nimeshaeleza hapo juu kwa Bwana Chazi kwamba mali inaganywa kwa iwapo kuna ushahidi wa kwamba kila mmoja ana mchango wake. Bwana Michael Luteja anasema wanaume nao wanakatiliwa, wanafanywa ukatili lakini hawapati msaada wowote mahakamani au hawasikilizwi. Bwana Michael, mahakama ni kwa ajili ya kumsikiliza kila mmoja anayefika pale kutafuta huduma. Kwa hiyo mahakama haibagui aidha ni mwanamke au mwanaume. Labda tu mtu ufike sasa ukiwa huna ushahidi wowote wa kuthibitisha hiyo hoja yako, lakini ukienda pale una ushahidi wa kuthibitisha hoja yako utasikilizwa vizuri kama ambavyo watu wengine wanasikilizwa. Na usiposikilizwa, Bwana Michael Luteja, kuna namba ya bure nitaitoa hapa. Unaweza kupiga namba hiyo, ufuatiliaji ukafanyika na kugundua ni kwa nini hujasikilizwa, kwa kuwa ni haki yako kusikilizwa. Kwa hiyo tega sikio, nitakutajia namba utaichukua. Swali lingine anasema ndoa za Kikristo ni za maisha au za milele, inakuwaje talaka inatolewa? Serikali yenyewe haina dini.
hata mahakama haina dini au sheria zenyewe hazina dini. Sheria zinahudumia kila mwananchi. Kwa hiyo hata Waislamu wana taratibu zao kwenye masuala ya ndoa na Wakristo nao wana taratibu zao kwenye swala la ndoa, lakini wanaposhindwana ndipo sasa wanakuja kwenye sheria, na sheria haiangalii imani yao. Sheria yenyewe inaangalia taratibu tu. Kwa hiyo ndoa, kwa mujibu wa sheria zetu za Tanzania, pale wanandoa wahusika wanapofikia tamati, basi wanaweza kufika mahakamani na talaka ikatolewa. Nadhani kuna mstari wa Biblia, kama nitaukumbuka vizuri, anaweza kwenda kusoma Mathayo 5 mstari wa 31. Ataona kitu fulani pale kinachohusiana na swala hili. Lakini kwa upande wangu mimi nasema mahakama ipo kwa ajili ya watu wote, na ndoa za imani tofauti tofauti zinakuja na zinavunjwa pale ambapo wahusika hawezi tena kuishi pamoja. Bwana Babucha ameeleza mambo mengi sana pale, lakini anasema mkeo alienda kuishi na mtu mwingine, huyo mtu mwingine huko akafariki, akarudi huyo mke tena ataka mgawanyo wa mali. Sikuelewa vizuri maana ameeleza mambo mengi sana, lakini kimsingi kama ni mke alikwenda kuishi na mume mwingine huko, sijajua ndoa yao ilikuwa ni ndoa halali au walikuwa wanaishi tu bila kufunga ndoa. Lakini kule alipokuwa mwanamke huyu alipokwenda kuishi na mwanaume mwingine, kama ulikuwa kuna ndoa halali, hiyo ndoa nyingine huko ya mwanamke haikuwa halali. Kwa hiyo hawezi kutambulika kama alikuwa ni mume wake, na kama hawezi kutambulika kama ni mume wake, hawezi kudai mali yoyote kule, au hawezi hata kama mume wake huyu aliyekuwa anaishi naye alifariki, hawezi kuomba kurithi ile mali kama ya mume. Labda aombe tu kurithi kama kwa namna nyingine, lakini sio kama ya mume. Na hata kipindi kilichopita tulieleza sana swala hili kwa undani. Bwana Mohamed anasema talaka kutolewa na shehe. Ni kweli kama ambavyo imeelezwa hapo juu, mtu anasema talaka Kristo ni ya milele, na yeye anasema talaka ya shehe. Hiyo ni sawa, kiimani na Kiislamu inakubalika kabisa, ni talaka, lakini mwisho wa siku lazima wahusika wafike mahakamani, na hiyo inaweza kuwa ni moja wapo ya sababu kwamba ndoa husika imeshavunjika kiasi cha kutorekebishika na taratibu nyingine zikafuatwa, na ndoa hiyo ikaenda kutolewa kwenye orodha ya ndoa ambazo zimesajiliwa. Na imani hayo ndio ilikuwa ni maswali ambayo nilikuwa nimeyachukua. Kama kuna maswali mengine na sikupata muda kuyajibu, watazamaji wetu wasikilizaji wetu wanaweza akaamua kupiga namba yetu ya bure 0800 750 247, hasa yule aliyekuwa ameomba ana swala lake binafsi. Ndio. Anaweza kapiga namba hiyo 0800 2 7 samahani 0800 750 247 0800 750 247. Hii ni namba ya bure kabisa na inapatikana wakati wote na siku 7 za wiki. Watapokea wanasheria, watamshauri mtu yoyote mwenye swala au anahitaji ufafanuzi kuhusiana na masuala ya kisheria au huduma za kimahakama. Naam. Asante. Bado tupo kwenye mada ya talaka na ndoa na talaka na sheria zake kwa ujumla wake. Leo tumegusa utengano wa ndoa, maana ya ndoa na kuvunjika na sababu za kisheria, lakini tumegusa vile vile talaka hapo. Tumezungumza mambo mengi na hakimu mkazi kutokea mahakama ya Tanzania, Hamza Marishi, tukizungumza hivyo. Wiki ijayo tena tunaendelea na mada hii. Kwa hiyo mambo mengi mazuri. Kabla hujapata bahati ya kusikika kwenye simu, nadhani wiki ijayo tena panapo majaliwa. Lakini vile vile message yako haijasomwa, unaweza kaitunza wiki ijayo vile vile ukaja kuituma na ikapata majibu stahiki. Asante sana na karibu. Dad.